Katika suala la amani, ni wasihi sana wananchi wenzangu, sana wanasiasa wenzangu, wananchi wenzangu, kila mmoja ana wajibu wa kwenda kuilinda amani ya nchi hii. Sisi tuliopewa dhamana kupitia vyombo vya ulinzi na usalama, viwe vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viwe vya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kama tulivyosema jana hapa katika bajeti yetu, tuna miradi mingi ya kwenda kutekeleza, lakini kipaumbele chetu kwa kushirikiana na vyombo vyote pamoja na wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na kila mmoja wetu, kipaumbele chetu ni kwenda kuhakikisha amani inatawala muda wote. Kwa hiyo mimi nataka niwatoe hofu. Wako wengine walihisi kana kwamba labda wanatishwa. Hakuna mtu anayetishwa hapa, hata mmoja, wala hakuna sababu ya kutishana. Ukweli ni kwamba atakayeivuruga amani pia hatutomwachia. Sheria ipo, taratibu zipo, kila mmoja akatekeleze wajibu wake. Hatukuwezi kuwa na vyombo vya ulinzi vile tunavipitishia bajeti ya mabilioni ya shilingi hapa, tunavibebesha dhima kubwa, halafu na wao wakakae kimya wakiona amani ya nchi inachezewa. Haiwezekani. Kwa hiyo ukweli ni huo, hakuna atakaye kwenda kufanya uonevu hata mmoja, wala hakuna mtu atakaye kwenda kutishwa hata mmoja, wala hakuna mtu atakaye kwenda kudhulumiwa hata mmoja. Lakini nataka niwahakikishie, atakaye kwenda kuchezea amani pia hatutomwonea muhali hata kidogo. Dhamana ya mtu, cheo cha mtu, chama chake hakitakuwa na nafasi, kwa maana ni turufu na tiketi ya kuharibu amani ya nchi hii. Kila mmoja akatimize wajibu wake.